Hello, naitwa Mwalimu Shadrack Swila. Karibu katika channel yetu pendwa ya The Classroom TZ. Leo tunaenda kuangalia sura yetu ya kwanza, kidato cha 6, kwenye somo la historia ya Tanzania na maadili, na inaenda kwa jina la ukoloni mamboleo. Kabla tujaenda mbali, nipende kuwapongeza kwamba umeweza kufika kidato cha 6. Karibuni sana. Kwa nini? Nyie ni darasa special kidogo tofauti na madarasa ya nyuma, kwa sababu ni darasa la kwanza la mtaala mpya au mtaala ulioboreshwa. Waliomaliza form 6 naweza kusema hapo wamephase out mtaala wa zamani. Kwa nyie na wadogo zenu walioko nyuma form 5, nyie ni wageni katika hao mtaala mpya, ndio ambao mnakuwa watekelezaji wa kwanza. Kwa karibuni sana. Ili ni somo la historia ya Tanzania na maadili. Ni somo jipya, lakini naamini nimeanza nalo tangu mkiwa kidato cha 5. Hamkuliona kule olevo kwa sababu wakati mko olevo hamkuwa kwenye utekelezaji wa mtaala mpya, na vivyo hivyo hata msingi hamkuliona. Lakini kwa walioko shule ya msingi kwa sasa wanalo somo la historia ya Tanzania na maadili kama somo jipya, matokeo ya mtaala mpya. Lakini pia walioko sekondari kidato cha kwanza cha pili kwa mkondo wa jumla wana somo la historia ya Tanzania na maadili kama somo jipya, na nyinyi mliko kidato cha 6. Hivyo karibuni sana, ni muendelezo wa tulipoishia kidato cha 5. Tunaenda kuanza kidato cha 6, historia ya Tanzania na maadili. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila. Karibu kwenye channel yetu pendwa ya The Classroom TZ. Tuanze kama ifuatavyo. Jina la mada yetu ni ukoloni mamboleo, au umahili wetu ni ukoloni mamboleo. Kwanza inabidi tuangalie au tufahamu nini maana ya ukoloni mamboleo. Katika nukuu zangu nimeandika hivi: kuelewa ukoloni mamboleo, kwanza tufahamu maana ya ukoloni. Ukoloni maana yake ni mfumo wa kiutawala ambao unaruhusu nchi yenye nguvu kiuchumi, kisiasa na kijamii kuitawala nchi dhaifu au maskini katika nyanja tatu za kimaisha ambazo ni kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ili swala la neno ukoloni siamini kama ni jambo geni vichwani mwetu, kwa sababu wengi tunafahamu, tumetoka nao tangu shule ya msingi, tumeimba nao tangu tukiwa sekondari, hasa kuanzia pale form 3 tumeimba sana kuhusiana na ukoloni, na wengine katika masomo mengine huko tumekutana nao neno ukoloni. Kwa sio mada ngeni kufahamu nini maana ya ukoloni. Kwa kitu kikuu cha kuelewa hapo kwamba ukoloni ni ile hali ya kuwa chini ya kutawaliwa. Hiyo ndio maana ya ukoloni. Na kwa upande wa nchi za Afrika unafahamu ukoloni ulianza mwaka gani wakati wazungu wameingia huko. Kuanzia ile karne ya 18 mwishoni mpaka mwanzo wa karne ya 19 ukoloni ulianza kuingia Afrika. Baada ya hapo tunatokaangalia maana ya ukoloni kwa kuangalia upande mwingine kwamba ukoloni ni zao la ubeberu, capitalism. Ukoloni ni zao la capitalism, na katika upande wa capitalism au ubeberu tunasema kwamba ubeberu uko katika hatua 3. Hatua ya kwanza ilikuwa ni mercantilism. Utanisaidia kutafuta Kiswahili chake hapo, lakini tumesoma kule mercantilism. Na hatua ya pili ikawa ni ubeberu wa viwanda, ugunduzi wa viwanda uliotokea 1750 mpaka 1850. Haya mapinduzi ya viwanda au ugunduzi wa viwanda ndio kapelekea kuja kwa ukoloni wenyewe ambao tunasema imperialism au colonialism. Hizo ni stage 3 za ukoloni. Au bado tujazungumzia kitu kinachoitwa ukoloni mamboleo. Ukoloni wenyewe kama ulivyo ule wenyewe ukoloni wa awali ulikuwa na stage 3. Stage ya kwanza ndio ilikuwa ni mercantilism, adventure. Stage ya pili au hatua ya pili ikawa ni mapinduzi ya viwanda, na hatua ya 3 ikaja kuwa ni kutawala sasa nchi zenyewe au kufanya ile imperialism. Sasa kutokana na hizo maana, ukoloni mamboleo ni ukoloni wa kisasa au ni ukoloni mpya. Ukoloni mamboleo ni ukoloni wa kisasa au ukoloni mpya. Kiini cha maana yetu sisi hapa au kiini cha mada yetu kwenye kitu ukoloni mamboleo ni ukoloni, ile hali ya kutawaliwa. Ile hali ya kutawalia ndio maana halisi. Sasa hiyo hali ya kutawaliwa inaweza ikachorwa kwa picha mbili au inaweza ikaonyeshwa kwa namna mbili tofauti. Kuna ile hali ya kutawaliwa moja kwa moja, ukoloni wa moja kwa moja ambao ndio ule ukoloni wa awali. Walikuja wakapigana na babu zetu, wakawashinda babu zetu wakatawaliwa,
tukawa chini ya wazungu au tukawa chini ya Waingereza kulingana na nchi ilitawaliwa na nani. Huo ulikuwa ni ukoloni wa moja kwa moja. Bado ni kutawaliwa. Kuondolewa kwa uhuru wako. Ukoloni mamboleo haibadilishi maana ya kutawaliwa. Kutawaliwa kuna kuwepo pale pale, bado unakuwa uko chini au under carpet, lakini kwa namna tofauti, tunasema kwa indirect way, sio moja kwa moja. Kama nilivyoeleza hapo kwamba ni ukoloni mpya au ni ukoloni wa kisasa ambao nchi tajiri huendelea kuzitawala nchi maskini kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Tunarudi kule mwanzo. Maana ya ukoloni halisi wa kwanza ni kwamba ni nchi zenye uwezo, nchi zitajiri kiuchumi, kisiasa na kijamii kuzitawala au kuzidominate, kuziendesha nchi ambazo haziwezi. Lakini ile awali ilikuwa ni moja kwa moja. Hapa sasa kwenye ukoloni mamboleo unakuwa uko chini ya nchi tajiri, unakuwa uko chini ya nchi iliyoendelea, lakini hauoni moja kwa moja kwamba unatawaliwa. Kuna tofauti gani kati ya ukoloni wa awali na ukoloni wa mamboleo? Ukoloni wa awali tulimuona mzungu au tuliona kwanza kabisa ukoloni wa awali haukutambua kama kuna nchi huru, kwamba kuna Tanganyika, lakini hiyo Tanganyika, watu wa Tanganyika hawezi wakaenda mahali wakasema sisi ni wa Tanganyika. Wakienda mahali nje ya Tanganyika wakati wa ukoloni wasema sisi ni kutoka kwenye koloni la Uingereza lililoko Tanganyika. Hakuna uhuru, yani hakuna nchi ambayo imesimama Afrika au watu wake ambao wanavitambulisha kwamba sisi ni watu huru. Hapana. Lakini ukoloni mamboleo mnakuwa na taifa lenu, mnakuwa mko huru, mna vitambulisho vyenu, mna katiba yenu, mna mpaka kiongozi wenu au rais wenu. Wakati kwenye ukoloni ule wa awali hakukuwa na rais ambaye anatoka kwenye hiyo eneo ambalo linatawaliwa kwa kiongozi wa watu weusi au watu wanaotawaliwa. Kuna tofauti nyingi sana ziko hapo, lakini kitu ambacho nataka ufahamu ni kwamba bado haiondoi ile hali ya kuwa chini ya, bado unaongozwa na watu. Sasa unaongozwa kwa staili gani? Ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja? Kwamba nchi iko huru kisiasa, kijamii, lakini kiuchumi bado inatawaliwa au inaongozwa kwa miongozo kutoka nchi tajiri. Hawezi ukasema uko huru kama kuna watu wako sehemu wanakuambia nenda kaandike hivi kwenye katiba yako. Hawezi ukasema uko huru. Hawezi ukasema uko huru kama kuna watu wako sehemu wanakuambia ili tuweze kufanya hiki na hiki, nenda kwenye nchi yako kaanzishe vyama vingi. Hawezi ukasema uko huru. Kuwa huru, sababu tunaenda kwenye upande mwingine. Maana halisi ya huru ni kujitawala moja kwa moja kwenye kila nyanja, kiuchumi, kisiasa na kijamii. Hakuna sehemu yote kwenye hizi nyanja tatu, kiuchumi, kisiasa na kijamii, unaingiliwa. Tuendelee. Mtu mmoja anaitwa Osigefo Kwame Nkrumah. Huyu alikuwa rais wa kwanza wa Ghana. Huyu ndiye aliyekuja na wazo la kuita hiki tunaitwa ukoloni mamboleo, neo-colonialism. Kwame Nkrumah alivyoona nchi za Afrika zinaanza kupata uhuru, baadaye alikuja kugundua kwamba sio kweli ni uhuru halisi, kwa sababu ni wamebadilisha tu kushusha bendera ile ya, kwa mfano tuchukue Tanganyika, kushusha bendera ya Tanganyika na kushusha bendera ya Uingereza ambayo ndio ilikuwa mtawala wetu wa mwisho, kushusha bendera ya Uingereza na kupandisha bendera ya Tanganyika, lakini mambo mengine yakabaki vile vile, lakini kwa njia sio ya moja kwa moja. Kweli wazungu waliondoka, mabeberu waliondoka, lakini waliacha mizizi ambayo bado kuna namna ambavyo wanatawala. Tunaenda kuangalia huko mbele. Kwa Kwame Nkrumah ndio mtu ambaye unaweza kusema alikuja na ile neno linaloitwa ukoloni mamboleo au neo-colonialism. Kwame Nkrumah alisema nchi za Afrika hazikupata uhuru kamili, bado ulikuwa uhuru wa bendera. Kwa maana ya kushusha bendera ya mkoloni na kupandisha bendera ya taifa husika la Afrika, huku mambo mengine yakibaki vile vile. Kuna mada iko hapa, uhuru wa bendera. Nini maana ya uhuru wa bendera? Uhuru wa bendera maana yake ni kwamba hakuna tuziite nini hapa kwa Kiswahili? Hakuna visababisho vyote ambavyo vitazuia bendera isipeperuke. Hakuna miongozo yote ambayo itakuzuia usipandishe bendera yako. Kuhusu tu kupandisha bendera wala sio shida. Wewe ni Tanganyika ndio. Bendera yako iko wapi? Mimi nimekaa na wenzangu tumependekeza kitambaa chenye rangi hizi na hizi na hizi ndio bendera yetu. Na mtaka mpandishe, mseme mko huru haya kapandisheni, mko huru. Baada ya kupandisha bendera asubuhi na kuisha jioni tunasema tuko huru. Tuko huru kwenye kuipandisha na kuishusha tu. Lakini mambo mengine ya kuongoza nchi au kuendesha nchi wala hayako huru. Sasa mwalimu unaongea kitu gani?
Naongea hivi kwamba hauwezi kuwa huru kwa sababu kuna mtu ambaye anakupa miongozo au anakupa nasema masharti. Yes, kuna mtu anakupa masharti, fanya hivi na hivi na hivi. Hauwezi kuwa nchi huru kama bado kuna mtu anakupa masharti. Uhuru kamili ni uwezo wa nchi kuweza kujitegemea hasa kiuchumi, jambo ambalo alikuwa hivyo kwa nchi za Afrika hata baada ya kupata uhuru, kwani baada ya uhuru bado utegemezi wa kiuchumi kutoka mataifa yaliyotawala uliendelea. Hii hali ya utegemezi ndio maana halisi ya ukoloni mamboleo, kwani katika utegemezi huo unajua rasilimali unaendelea. Tuelewane kidogo hapo. Kwangu mimi binafsi, maana ya uhuru katika zile nyanja tatu, nyanja muhimu ambayo inaongoza nyanja nyingine ni uchumi. Kwa maana gani? Hawezi ukasema uko huru wakati hospitalini hakuna madawa. Hawezi ukasema uko huru wakati barabara zenu hazipitiki. Na ili hizo barabara zenu zipitike, inabidi uende ukapige magoti sehemu ili uweze kupewa namna ya kuendesha hiyo barabara. Sasa kama ulienda sehemu na huko mwisho nimekwambia maana halisi ya ukoloni mamboleo ni kwenye utegemezi. Yaani siri kuu walichotufanya watu wakati wanatutawala ni kutokutupa uhuru wa kujitegemea kwenye kila jambo, hasa kiuchumi. Kutengeneza mfumo ambao utafanya hatuwezi kuendelea wenyewe. Hapa inabidi turudi kwenye establishment of colonialism form 3 na hasa kwenye colonial economy topic ya 3 pale form 3. Kama ulielewa vizuri pale kwenye colonial economy form 3, kumbuka mwalimu wetu alituambia statement kwamba Waafrika walifanywa kwamba wanazalisha kitu ambacho hawakimiliki au hawakitumii na wanatumia kitu ambacho hawakizalishi. Kwa maana gani? Wakati ule wa ukoloni kwenye colonial economy pale, wazungu walitengeneza mfumo wa kwamba waache wa Afrika watumie vitu ambavyo wao hawavizalishi, vitu ambavyo tunatoa nje. Kumbuka ile concept ya export import. Hiyo ndio ilikuwa nature ya colonial economy. Import and export. Kuagiza kutoka nje na kutoka kwenda nje. Sasa wazungu wali import zile basic commodities ambazo tunazitumia kila siku kwenye maisha ya kila siku. Kwa kuimport kule kulitufanya sisi tukawa dormant kuendeleza skills zetu au uwezo wetu wa kuzalisha vitu vyetu. Waliimport karibia kila kitu. Hivyo viwanda vyetu vikafa. Tumesoma kule kwenye method of establishment of colonial economy destruction. Walisababisha viwanda vyetu vikafa, kuja kufumbua macho hakuna ambacho tunakiweza. Takuja hapa sasa. Tumepata uhuru lakini kuna kiwanda kiko pale kinaitwa something. Kile kiwanda miliki wake ni mzungu au mwekezaji wake ni mzungu. Mzungu akija anakuja na masharti yake. Lakini unasema mko nchi huru. Sijui kama tunaelewana hapo. Upande wa pili wakatusababisha sisi tuweze tukawa tunazalisha vitu ambavyo hatuwezi kuvitumia. Wakatengenezea namna kwamba kitu pekee ambacho nyinyi mnaweza kukizalisha ni kitu ambacho hamna manufaa nacho moja kwa moja. Hauwezi consume direct. Wakatufanya sisi kuwa wazalishaji wa malighafi. Haina maana ya kuzalisha malighafi kama huna viwanda. Haina maana ya kuzalisha malighafi. Kwa tukazalisha malighafi kwa wingi lakini hatuna ujuzi wa kuzitengeneza hizo malighafi kuwa mali halisi kwenda kuzitumia moja kwa moja. Hapo katikati ndio mzungu alicheza. Na mpaka leo tunaiona moto. Kuthibitisha hivyo mpaka sasa. Angalia tu pale nyumbani kwenu. Ni vitu vingapi ambavyo unavitumia kila siku vimekuzunguka wewe? Ni vya muhimu sana pale nyumbani kwenu. Ukiingia sebuleni, ukiingia jikoni, ukiingia chumbani kwako, au watu kutoka nje ya nyumba, barabarani, ni vitu vingapi unaviona kwamba hii ni made in your country na ni very very important. Kwa hali ya kawaida tu haraka kwa sasa. Ukiangalia kwenye masuala ya usafirishaji, karibia miundombinu yote ya usafirishaji kama sio 95-90 vifaa vyake au vyombo vyake ni made out of our country. Sasa kama ni made out of na tunavitumia, hao wanaovitengeneza siku akiamua ameamka na akili zao za usio akasema watu wapi tena, au akaamka tu akasema sasa ni Afrika ili muweze kupata inabidi mtupe hiki na hiki na hiki, mtasema mko huru? Sio, tunaelewana kidogo hapo au nitumie mfano huu? Ni mfano tuelewane, ni mfano kuelewana, kueleweshana kuhusiana na ukoloni mamboleo.
So tunafahamu kuna shirika la umeme linaloitwa TANESCO. Tukiwa tunawasha umeme pale nyumbani, na tukasema tunaumiliki umeme kwa sababu tunatumia umeme ambao hatuuzalishi sisi. Tunanunua luku, tunanunua uniti, na uniti zako 50 ziko pale. Lakini kuna muda ikifika umeme unakata tu. Kwa nini unakata? Sasa tuashumu, kumbuka nimesema mfano. Sasa TANESCO ndio taifa lililoendelea au ndio mataifa tajiri. Alafu sisi watumiaji ndio mataifa maskini. Kwa yule taifa tajiri anaamua tu siku fulani azime umeme kwa sababu zake. Na hata mkifanya hivi na hivi hamwezi kufanya chochote kwa sababu ni moja kati ya huduma ambayo mnaitegemea sana. Ili mtoe kwenye huo mnyororo wa shida ambazo wanawapa, inabidi muwe na TANESCO yenu nyewe wenyewe. Kwa mfano huo mdogo tuukuze katika nchi. Kuna baadhi ya huduma au kuna baadhi ya vitu tuko navyo humu nchini kwetu, hatuna uhuru navyo kwa moja. Ndio tunatumia kila siku. Kwa mfano hapa mimi niko na laptop yangu hapa HP, nimenunua mwenyewe kweli. Lakini huyo HP hajatoka Tanzania, yupo HP mwenyewe. Siku HP akasema na shoot driver zangu zote, kompyuta zitawaka. Nafanya nini? Au siku Microsoft akasema driver zangu zote nazishoot, nazizima. Tunafanya nini? Sasa hiyo ndio inaitwa ukoloni mamboleo. Utegemezi. Na hasa utegemezi unatokana na umaskini. Walikuja wakoloni wakatufanya maskini, kwa wategemezi kwao, na mpaka leo hali inaendelea. Sifa za ukoloni mamboleo. Tutaufahamuje ukoloni mamboleo? Ukoloni mamboleo unaonekana kwa sura zipi? Sura ya kwanza ni utegemezi wa kiuchumi. Hiyo nimeongea tangu mwanzo. Kabla ya ukoloni, nchi za Afrika zitegemea bidhaa zilizozalishwa kutoka nje ya Ulaya kutokana na uduni wa teknolojia, iko wazi. Hali kama hiyo bado inaendelea mpaka sasa, kwani hata baada ya kupata huru, nchi nyingi za Afrika zinaagiza zaidi kutoka nje, nchi za Ulaya, Amerika na Asia. Tunasema inaitwa gap of what, kwamba una import zaidi kuliko kuexport. Tunaagiza sana kutoka nje kuja ndani kuliko kutoa ndani kwenda nje. Kwa lugha nyingine, sisi tumekuwa soko la bidhaa za kwao, ila wao hawajawa soko kwenye bidhaa zetu. Hiyo hali inapokuwa huo nasema hiyo movement isipokuwa balanced, kwamba import na export isipokuwa balanced, au import export isipomzidi import, hapo unakuwa tumetawaliwa. Kwamba tuje tu kwenye mfano mdogo tu Tanzania kwetu, tusungumzie nchi nyingine za Afrika. Tanzania ambayo tunaifahamu na bidhaa tunazotumia. Ni kwa namna gani masoko ya Tanzania yamejaa na bidhaa za Tanzania? Au ni kwa kiwango gani masoko ya Tanzania yamejaa na bidhaa ambazo ni made in Tanzania, au vitu tunavyovitumia ni made in Tanzania? Kwa mfano wangu wa mwanzo, vitu vingi ukiangalia vilivyokuzunguka ni vitu vichache sana ambavyo unaona kwamba ni made in Tanzania. Vile vya muhimu halisi kwamba bila hivi kwenye maisha kidogo ni tabu, tunatoa kutoka nje. Utaangalia madawa, utaangalia usafirishaji, utaangalia vipuli vya mashine, mitambo, magari na vitu vingine vingi sana vya muhimu. Internet yenyewe, mawasiliano, utaona vyote vinatoka nje. Ukiachana na hapo, kuna masuala ya mikopo. Nenda kuangalia huko chini. Misaada na mikopo. Ishara nyingine ya ukoloni mamboleo ni kutegemea sana mishahara na mikopo. Misaada na mikopo, samahani. Misaada na mikopo. Msingi wa ukoloni mamboleo hapa ni masharti yanayokuja na mikopo au misaada hiyo. Hapo tu ndipo uchawi uliopo. Unapoenda kuomba msaada, hauji msaada hivi hivi. Msaada unakuja na masharti yake, conditions. Hizo condition ndio tunaziita ukoloni mamboleo wenyewe. Mashirika kama Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, World Bank, IMF na benki nyingine za kibiashara hutoa misaada au mikopo yenye matakwa fulani kwa nchi mkopaji. Masharti hayo huondoa uhuru wa nchi kujiamulia mambo yake, ambayo ni sehemu ya masharti ya kupata msaada. Kwa mfano, wewe ni nchi maskini, kwenye mfumo wako wa elimu hauna vitabu vya kutosha au hauna madarasa ya kutosha. Unaenda kwa nchi tajiri, unaomba msaada. Naombeni msaada wa kiutu tu kunisaidia taifa langu kule tuna uduni kidogo au tunatabu kwenye masuala ya kitaaluma, kielimu. Nisaidie mkopo wa kiasi fulani kajenge madarasa. Utaenda kwenye hilo taifa au utaenda kwenye benki, wanakuambia sawa, tutakupa mkopo, lakini ili tuweze kufanikisha vizuri, hakikisha kwenye mfumo wako wa elimu wafundishe kitu fulani.
Hebu tuoneshe kwanza mfumo wako elimu umekaje. Hata udiscuss ule mfumo wewe, hata udiscuss ule mfumo. Kumbuka huo mfumo ndio uhuru wako wa ndani. Anakuja mtu anamwambia sasa ili mambo yaende sawa, hebu nenda karekebishe hapa. Ile ukwambia nenda karekebishe hapa, tayari ameshakuingilia uhuru wako. Hauna tena namna ya kujiamlia. Pale anapokuambia okay, una masomo yako ya 6 lakini hebu ongeza na ile somo la 7 ukajifunze. Tayari ameshakuingilia. Hata kama hilo somo halihusiani na moja kwa moja na hiyo nchi ambayo unaomba mkopo, au mengine yanahusiana moja kwa moja na nchi unayoomba mkopo, ile tu kuambia kaedit hiki na hiki ili uweze kupata msaada, basi ndio ukoloni wenyewe mambo leo. Kwa misaada na mikopo inavyokuja haiji bure, inakuja na masharti magumu, na hiyo masharti ndio ambayo yanatunyosha. Kama ni wafuatiliaji wazuri, tukumbuka rais wetu Magufuli marehemu, jinsi alivyokuwa anapigana hii mambo. Hatusemi kwamba mikopo ni mibaya, ila tuwe na namna ya kujiondoa kwenye mikopo. Katika maisha yetu hapa na pale magazini kwetu, mtu mmoja akasema, mbona unakuaje huko mjini unaishi bila hauna hata mkopo, na wewe ni mwanaume? Yaani mwanaume lazima awe na mikopo, unaishije mjini bila mikopo? Actually ni mambo yanaenda hivyo. Ila sasa kitaifa inabidi tuangalie namna gani hiyo mikopo haiwi mikopo umiza. Isije ikawa mikopo ya nchi ambayo inakuwa mikopo kausha damu, mikopo nyonyaji. Wageni kutawala au kudhibiti sekta muhimu. Namna nyingine ambavyo ukoloni mamboleo unaweza kuonyeshwa ni pale ambapo nyanja muhimu katika nchi zinakuwa zimetawaliwa na wageni. Sekta kama mawasiliano, uchukuzi, viwanda, uchimbaji wa madini katika nchi za Afrika umilikiwa na mashirika au makampuni ya kigeni kutoka nje. Hali hufanyika kwa njia ya uwekezaji. Japo uwekezaji huleta faida kiuchumi, lakini huondoa nguvu ya nchi husika katika umiliki wa uchumi. Pia uchumi uchuma mali nyingi kwa faida ya mataifa yao ya nje. Tuelewane hapa. Kuna watu wanaitwa wawekezaji. Na kitu chetu pale kinasema kumiliki sekta muhimu. Sekta kama hizo nilizozitaja zote katika nchi yako, ukiona wamiliki kwa asilimia zaidi ya 80 kwa upande wa hisa wa wawekezaji ni wageni, hauwezi kusema una uchumi wewe. Kwa mfano, sio mtaalamu sana kwenye masuala ya kiuchumi, lakini mambo yanaonekana. Tukatoa idadi ya watu ambao wamefanikiwa sana nchini kwako. Tukatoa idadi ya watu 10. Katika idadi ya watu 10 wale ambao wamefanikiwa nchini kwako, ambao ndio wameshika uchumi wa nchi yako, wana makampuni labda ya vyakula, wana makampuni ya magari, wana makampuni ya usafirishaji. Katika wale watu 10 wako ni watu ambao wanaishi Tanzania, lakini ukiangalia asili yao wote ni kutoka nje. Wa kwanza ni mwekezaji kutoka nje, wa pili mwekezaji kutoka nje. Kwa watu wote 10 hao ambao wameshika uchumi wa Tanzania, kweli wanafanya shughuli zao Tanzania, wanazalisha Tanzania, kweli inaendelea kwa hapa na pale. Lakini sio wa Tanzania, ni watu wa nje. Kwa namna nyingine ni kwamba wao wanafaidika kupitia sisi. Wanachukua mali zetu kwa kufaidika nchini kwao. Hauwezi akaja hapa Dangote akawa ndio giant, mtu wa kwanza kwa kuendelea hapa Tanzania, alafu tukasema tunafaidika na Dangote, wakati faida ambazo anazipata Dangote zinaenda moja kwa moja kule anakotoka. Na madhara mengine ni kwamba hawa watu wakishika uchumi wanaweza kaongea lugha yao, wakaongea mambo yao kwamba sasa sisi tumeshika uchumi wa Tanzania, tuamue hili na hili na hili. Kwa maana nyingine wanakuwa na sauti, wanaweza kuinfluence hata masuala ya kisiasa kwa ajili ya faida zao. Unashangaa kodi fulani imeibuka, kodi fulani imefutwa, kitu fulani kimefanyaje, kumbe ni sauti za wale wenye nguvu au mapapa ambao sio wa Tanzania, wanatengeneza au wanajaribu kuedit ili kuweza kujinufaisha wenyewe. Nchi moja kuwa na mashirika makubwa ya kigeni ambayo yana nguvu kiuchumi, basi mashirika hayo huweza kuiamlia serikali husika mambo ya kufanya, ambapo kwa lugha nyingine ndio ukoloni mambo leo. Mwingiliano wa kiutamaduni. Utamaduni ndio utambulisho kwa jamii husika. Jamii inapokosa utamaduni, ukosa utambulisho. Tuelewane wapi? Kama hauna utamaduni wewe ni wa wapi? Maana yake utambuliki. Una vitambulisho vya NIDA, si ndio? Ukienda kule nchi za watu, wala hatuhitaji NIDA kujua kwamba wewe ni Mtanzania. Kuna vitu ambavyo vinakuonesha tu kwamba wewe ni Mtanzania. Sasa huko Tanzania, huko tu ndani ya Tanzania umeshauvua utanzania. Ukienda huko nje unajivunia nini? Mataifa tajiri hutumia njia ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, filamu na muziki kusambaza tamaduni zao.
nilikuwa darasani nikamwambia wanangu kidato cha kwanza, na hii ndio kuuliza pia kwa kidato cha 6, wangapi ambao wanaweza kuzungumza lugha mama zao, lugha za kimakabila? Kama wewe ni Msukuma unaweza kuongea Kisukuma, mwanafunzi. Kama wewe ni Mnyakyusa unaweza kuongea Kinyakyusa. Kama wewe ni Mchaga unaweza kuongea Kichaga. Kama wewe ni Mdali unaweza kuongea Kindali. Kama wewe ni Mnyiha unaweza kuongea Kinyiha. Kama wewe ni Mpare unaweza kuongea Kipare. Nikauliza hivyo, wengi wanafahamu majina ya makabila yao, ila hawafahamu kuzungumza kikabila. Kwa maana hiyo, taratibu tukimsimamisha mtu sema wewe ni Mpare, nini ambacho kinatuonyesha kwamba wewe ni Mpare? Mavazi hujavaa Kipare, lugha ndio kabisa hujui kuongea lugha ya Kipare. Unachojua wewe pekee ni geographical area tu kwamba Upare ni kule Kilimanjaro. Nje hapo hakuna kingine ambacho tunakuona. Sasa madhara yake ni nini? Madhara yake ni kwamba kama wewe ulizaliwa kwa mfano nenda kabila la Kipare, kama ulizaliwa Mpare, ukaacha Upare, ukaenda kwenye tamaduni, ukashika utamaduni labda wa Kichaga, basi maisha yako sasa yanaanza kuwa ya Kichaga, sio tena ya Kipare. Kwa utaishi kwenye mienendo au taratibu za Kichaga, sio tena za Kipare. Huo ndio unakuwa utumwa sasa. Huo ndio unakuwa ukoloni wenyewe mamboleo. Wanakutawala. Kwa hata fikra zako, maamuzi yako hayatoki kwa Kipare, yanatoka kwa Kichaga. Kwa badala ya kuona Mpare amesema hivi tunaona Mchaga sema hivi. Lakini huyu ni mzaliwa wa Upare, ni mbona anafanya hivi? Kwa hapo nasema tamaduni ya Kichaga imemeza Mpare na Mpare anakuwa amekufa hapo, ameshatawaliwa. Vivyo hivyo hata kitaifa sasa kuna tamaduni za nje, tamaduni zetu za Kiafrika. Tunaposhararia sana tamaduni za nje, maana yake tunaua fikra za Kiafrika, tunaua sauti za kuongea Kiafrika. Hauwezi ukasema ukotoa mawazo ya Kiafrika kichwani mwako, maisha yako, mwenendo wako umejaa na Ulaya. Kilichotofautisha tu hapo ni geographical tu kwamba mimi niko huko Afrika, wewe hapo kule, lakini maisha unaishi ya Kiulaya. Tuko na kitu kinaitwa kule kwenye koloni moja kwa moja, overseas colonies. Sasa sijui kwa siku za usoni tena kwenye koloni mamboleo kutakuwa na hiyo overseas colonies, kwa sababu kuna watu wako Afrika, hatuoni wakiishi Kiafrika. Wazee wa brand, kila kitu wanataka from Europe. Europe unayoona leo nzuri hivyo, kuna watu ambao wamevujia damu kutengeneza hiyo Europe nzuri. Sasa nawe vuja damu kwa ajili ya Afrika yako nzuri unayoitaka. Sio wao waje kutengenezea. Hakuna siku hata moja mtu atoka nje ya Afrika aje aitengeneze Afrika bora ambavyo Afrika wanataka. Maisha yako yote Mwafrika mwenzangu, Mwafrika atengeneze Afrika yake. Upandikizaji wa viongozi vibaraka, hawa ni viongozi wa Kiafrika ambao hukubalia na maslahi ya mataifa tajiri, hali huingilia siasa za kiuchumi na kupelekea kuinuka kwa miongozo wa taratibu za nje kupitia viongozi wa vibaraka. Kwenye viongozi vibaraka hapa nazungumzia mataifa tajiri ikiona kabisa hatuwezi kutapata namna ya kuingiza ukoloni mamboleo hapa, ndio kumshika kiongozi mmoja ambaye ni maskini huko. Unamwezesha, unampa platform, anakuwa mtu mkubwa, anapanda kwenye ngazi za kiserikali, anakaa pale. Akishakaa pale, haongozi yeye sasa. Yeye anakuwa tu kama ni remote. Kuna watu hapo kule wameshika, wanabonyeza button, fanya hiki. Tunawafahamu wa viongozi baraka, tulikuwa nao Afrika kipindi kile miaka ya mwanzo baada ya kupata uhuru. Kizazi kilichofuata hapo viongozi wa pili wale wengi walianza kuwa vibaraka wa wazungu ili wazungu waendelee kunyonya rasilimali. Ushirikiano wa kijeshi, ishara nyingine ya kwamba kuna ukoloni mamboleo ni pale nchi ambazo inashirikiana sana kijeshi. Tuseme ushirikiano ni mbaya, lakini kuna maeneo hatuwezi kushirikiana. Kwa mfano kwenye masuala ya ndoa, zani unaweza kushirikiana kutunza mke au kutunza mume. Hiyo ni ngumu sana. Kwenye malezi ndio unaweza tukashirikiana mtoto fulani, lakini kuna baadhi pia hatua kwenye malezi hatuwezi kushirikiana. Kwa ushirikiano kuna sehemu ushirikiano unawaka, kuna sehemu ushirikiano haufanyi kazi. Sasa kwenye swala la jeshi ni ulinzi wa nchi. Mtu akishirikiana nawe kwenye ulinzi, maana yake amekujua nje ndani, amekuvua nguo, amekuona huko mtupu, kwa atafahamu siri zako zote, nchi yako inaendaje. Kwa kupitia kule kufahamu wewe kiundani kuhusiana na usalama wako, ni rahisi kuja na hatari yote ile na akaitumia hiyo hatari kama masharti ili aweze kunyonya rasilimali zako. Tumeona na ili swala najiulizaga sana. Kuna baadhi ya nchi rafiki zetu hapa Afrika, kwa mfano wenzetu wa Congo DRC, japokuwa sijachimba sana ila kwa vitu ambavyo vinaonekana vinavyoendelea, Kongo imekuwa na ushirikiano wa kijeshi na
nchi nyingi sana, pia misaada ya kijeshi kutoka mashirika tofauti tofauti. Hatujaona hizo vurugu zikiisha Kongo. Bado Kongo inaendelea kuwa na vurugu. Walikuja wale wanajeshi wa kutoka UN mpaka wa Kongo wenyewe wakaamua kuwafukuza kwamba hatuoni mnachokifanya. Sasa hiyo haifanani sana na hii, lakini mwenendo ni ule ule kwamba hii ya Kongo ni kwa sababu Kongo ni mmoja wa wanachama wa Umoja Mataifa, mmoja wa EU, basi hayo mashirika yakaamua kuleta wanajeshi hapo, lakini hatakuwa na faida. Sasa kuna ule ushirikiano wa nchi kwa nchi. Unakuta Marekani anashirikiana labda na Kenya, au Marekani anashirikiana na Tanzania, na Marekani anajenga base yake Tanzania. Yani inakuwa ngumu kuelezea kidogo, kwa sababu tunataka tuunganishe hapa. Marekani anapojenga base yake Tanzania na ukoloni mamboleo vinaingilianaje? Namna gani sasa mkuu Marekani anaweza kututawala anapokuwa na base yake hapa Tanzania? Ni rahisi, kwa sababu anapokuepo hapa anafahamu milango yenu yote. Anafahamu njia zenu zote. Mnaingilia wapi, mnatokea wapi, mnalala wapi, mnakula nini? Anafahamu kila kitu chini. Kwa mtu akijua kuanzia asubuhi mpaka usiku unaishije, anashindwaje kukufanyia lolote lile? Kwa ushirikiano wa kijeshi uwepo, lakini uwe kwa namna fulani. Kuna wenzetu wa Afrika Magharibi wale waliokuwa makoloni ya Ufaransa. Tunaona namna gani saizi uhusiano kati ya Ufaransa na makoloni yake huko Afrika unavyozidi kutetereka. Mwanzo walikuwa na uhusiano mkubwa sana wa kijeshi. Na katika uhusiano huo mkubwa wa kijeshi, Mfaransa aliendelea kunufaika na huo uhusiano na hayo mataifa ambayo yako huru ya Afrika Magharibi, yako huru, lakini hatukuona progress yote ile ambayo yanaendelea. Kwa kuna namna ambavyo ushirikiano wa kijeshi unaongeza ushawishi, na namna gani ambavyo unaweza kuongeza namna ya kunyonya rasilimali kupitia huo ulinzi. Nadhani tuishie hapo kwa leo. Kwa siku zijazo tutaendelea na chimbuko la ukoloni mamboleo. Tutaangalia mwanzo wa ukoloni mamboleo ilikuwaje. Kwa leo inatosha hapo kwenye maana ya ukoloni mamboleo na viashiria vya ukoloni mamboleo. Natamani sana, kwa sababu tumesoma hii topic au mada miaka nenda miaka rudi, natamani sana kuona ambao wanabahatika kuingia kwenye mfumo huko juu tunabadilisha hii hali. Inakuwa haina maana kusoma ukoloni mamboleo miaka nenda miaka rudi afu bado mko chini ya ukoloni mamboleo. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila. Hii ni Classroom TZ. Ciao.